ayabariki na kuyatakasa mafuta haya, ili wale watakaopakwa nayo kuzidi wageuke wokovu na wastahili kupata wokovu wa milele. Mungu uliye asili ya maendeleo yote ya utakatifu, tunakuomba upokee shukrani na sifa ambazo kanisa linakutolea kwa furaha kwa kinywa chetu. Hapo mwanzo wewe uliamuru nchi izae miti ya matunda. Miongoni mwa miti hiyo ilizaliwa mizeituni yenye utomvu mzito, ambayo matunda yake yanafaa kwa kutengeneza Krisma takatifu. Hapa nabii Daudi aliona mbele sakramenti zitakazotuletea neema zako, akaimba kwamba mafuta yatazifanya nyuso zetu zing'ae kwa furaha. Na wakati ule dhambi za ulimwengu zilipofutwa kwa tufani kuu, njiwa alirudi katika safina akiwa na tawi la mizeituni, akajulisha kwamba amani imerudi duniani. Na hii ilikuwa alama ya zawadi kubwa zaidi itakayokuja. Sasa tunaona yale matokeo yake wakati dhambi za watu zinapooshwa na maji ya ubatizo. Mafuta haya yanazifanya nyuso zetu zing'ae kwa furaha. Ulimwamuru pia mtumishi wako Musa, baada ya nduguye Aroni kuoshwa kwa maji, amfanye kuhani kwa kumpaka mafuta. Jambo hili lilifuatwa na jambo jingine kubwa zaidi, baada ya mwanawe Yesu Kristo kumwambia Yohane ambatize na maji ya Yordani. Ulimtuma Roho Mtakatifu amshukie katika sura ya jiwa, na hapo kwa ushahidi wa sauti yako mwenyewe ukatangaza kuwa yeye ni mwanao wa pekee unayependezwa naye. Kwa kufanya hivyo, ilionekana wazi kuwa umetimiza yale aliyoagua nabii Daudi, ya kwamba Kristo atapakwa mafuta ya furaha kuliko wenzake. Kwa hiyo Bwana, tunakuomba uyabariki na kuyatakasa mafuta haya uliyoyaumba. Uyajaze nguvu ya Roho Mtakatifu kwa uwezo wa Roho wako, maana Krisma imepata jina hilo kutokana na jina lako takatifu. Nawe uliwapaka Krisma makuhani, wafalme, manabii na mashahidi wako. Uifanye Krisma hii iwe ishara ya uzima na wokovu
hatimaye iwafikishe kwenye uzima wa milele na kuwashirikisha utukufu wa mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana.